play as one, we rise as one. Mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2025 yaliyofanyika nchini Morocco yamekuwa zaidi ya tukio la soka. Mashindano hayo yaliyovutia hisia nyingi za watu duniani yamesadifu namna maandalizi ya kimkakati, uwekezaji wa muda mrefu na uratibu wa kitaifa unavyoweza kugeuza mashindano ya michezo kuwa chachu ya maendeleo ya nchi na ya kudumu. Hii ni fursa kwa Tanzania, Kenya na Uganda zinapojiandaa na uwenyeji wa AFCON mwaka 2027. Nakiri kwamba tuko tayari kwa ajili ya AFCON. For me is to confirm to the nation that the Pamoja AFCON is happening. Our effective coordination as a government shall enable the local organizing committee for AFCON 2027 to fulfill its overall mandate. I'm confident that the AFCON in Tanzania, Kenya and Uganda will be enormously successful. Moja ya mafunzo kwa majirani hao wa karibu ni umuhimu wa kuwekeza kwenye miundombinu kabla ya kuanza kwa mashindano hayo makubwa barani Afrika. Ni hivi, Morocco haikuweza kujenga kwa sababu ya AFCON tu, bali iliwekeza mapema katika viwanja vya kisasa, barabara, viwanja vya ndege na mifumo ya usafiri wa umma. Ukarabati wa viwanja vikubwa kama Prince Moulay Abdallah mjini Rabat na Complex ya Mohamed wa 5 jijini Casablanca ulikuwa sanjari na viwango vya CAF na FIFA, huku ukizingatia matumizi ya muda mrefu hata baada ya mashindano kumalizika. Huu ni uwanja wa Prince Moulay Abdallah hapa mjini Rabat, ambao umekuwa ni moja ya viwanja vya kipekee na venye ustadi mkubwa kabisa ambao vimetumika katika michuano hii ya AFCON 2025, kwani ulitumika katika ufunguzi wa michuano hii na ndio uwanja uliokuwa mwenyeji wa fainali kati ya Senegal na Morocco, ambapo Senegal waliibuka mabingwa wa michuano hii. Kwa Afrika Mashariki, AFCON 2027 inaweza kuwa kichocheo cha kuharakisha miradi ya miundombinu itakayowanufaisha wananchi kwa miaka mingi ijayo, badala ya kuwa miradi ya muda mfupi kwa ajili ya mashindano hayo pekee. Ukarabati wa viwanja vya michezo ambavyo vimepangwa kutumika katika mashindano ya AFCON 2027 katika nchi za Kenya, Tanzania na Uganda unaendelea. Kwa mujibu wa mamlaka za serikali husika, hatua iliyofikiwa hadi sasa ni nzuri na matumaini ya kukamilisha ujenzi kwa wakati bado yapo pale pale. Hata hivyo, wapo wanaohoji utayari wa nchi za Afrika Mashariki kuwa wenyeji wa AFCON 2027, huku wengine wakionyesha kukata tamaa kutokana na hali ya miundombinu na wengine wakielezea wasiwasi wao, wakihisi kwamba wengine Afrika Mashariki inaweza kuporwa tonge mdomoni. I've been to Eastern Africa. I know you have infrastructure, but like most West African countries, when you leave the capital city, the remaining part of the country, it's a bush, and you don't have top-class stadium. That's the reality. And remember, in '96, AFCON was given to Kenya. Because they were not ready, it went to South Africa. And at the moment we're speaking, the three countries are not properly ready. Usalama. Morocco pia imeonyesha umuhimu wa uratibu imara kati ya serikali, mashirikisho ya michezo, mamlaka za mitaa na sekta binafsi katika suala nyeti la usalama. Binafsi, nilipokuwa nchini Morocco nikihudhuria mechi za AFCON 2025 katika miji yote 6, sikuwahi kushuhudia hali yoyote ya mkanganyiko katika usimamizi wa mashindano. Masuala ya usalama yalishughulikiwa kwa ufanisi, ratiba ziliheshimiwa na mashabiki walipata taarifa kwa wakati. Japokuwa kuna baadhi ya michezo kadhaa, kwa mfano robo fainali na nusu fainali, ambavyo Morocco alikuwa akicheza, waandishi wa habari tulilazimika kusubiri nje ya geti kwa saa nyingi, ambapo si kawaida. Tulisubiri kuingia kwa ajili ya kuchukua vitambulisho na tiketi za kukaa jukwaa la waandishi wa habari kwenye mechi husika, jambo ambalo
linaweza kutafsiriwa kama ni hatua za kiusalama uliopitiliza. Baada ya kuambiwa kwamba geti litafunguliwa saa 3 baadaye, tulihofia kuondoka na kwenda kusubiri pengine tukifanya kazi zingine, bali tulikaa pale pale kuhofia huenda tungekatazwa kuingia pale tungeporudi. Kwa kweli kila taasisi ilielewa jukumu lake la kufanya kazi kwa mshikamano. Ama kwa hakika hili funzo muhimu sana kwa ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Mafanikio ya AFCON 2027 yatategemea uwezo wa nchi wenyeji kufanya kazi katika mfumo mmoja ulioratibiwa badala ya kuwa kama taasisi zinazofanya kazi kwa kujitegemea. Mfano wa mfumo mmoja ulioratibiwa, Morocco ilizindua visa mpya maalum kwa ajili ya michuano ya AFCON 2, ambapo mashabiki na wadau wengine wa soka wanaohitaji visa kuingia nchini Morocco waliweza kuomba kupitia dirisha maalum lililoitwa Yalla bila kulipia gharama yoyote. مرحبا بكم في الرباط، مرحبا بكم في لاكان، وان شاء الله تعجبكم غابه. البون بريس يلا كابيتال تكون زوينه بزاف، وكنصحكم تزوروا كاع البريس ديال الرباط. The atmosphere here now because of the AFCON, amazing. Everyone's really friendly. I love the people, I love the locals, and there's a lot of tourists here as well. Very good. Uwepo wa vijana werevu wanaojua angalau lugha 2 tofauti kwa ufasaha zaidi na wamepata mafunzo ya kutosha kwa ajili ya kujitolea kutoa huduma wakati wa mechi za AFCON ilikuwa ni jambo muhimu sana wakati wa kufanikisha mashindano hayo kwa ufanisi. Hili lilisaidia kuwapatia mashabiki taarifa hitajika haraka na kuzuia msongamano kutokana na ufinyu wa taarifa, ukiritimba usio wa lazima na maelekezo katika muda sahihi. Zaidi ya viwanja, Morocco ilifanikiwa kupeleka AFCON 2025 katika maisha ya kila siku ya wananchi kupitia fan zones au majukwaa ya mashabiki. Maeneo haya yalikuwa sehemu za kuwaleta pamoja mashabiki, kutazama mechi, kufurahia muziki wa Afrika, kushiriki tamaduni na kununua bidhaa za ndani. Hapa ni fan zone, yani sehemu maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mashabiki wa soka kuja na kutazama baadhi ya mapambano ya michuano ya AFCON. Fan zones zilichangia kwa kiasi kikubwa kukuza uchumi wa ndani na kuwapa wafanyabiashara wadogo, wasanii na vijana fursa za kujipatia kipato. Nimeletwa na Baraza la Sanaa Tanzania BASATA, ambayo liko chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hivyo wametuleta hapa kufanya maonyesho wakati huu wa AFCON, na ni fursa ambayo nimeishukuru sana serikali yangu kwa sababu ni fursa adimu kuja kuonyesha kazi zako nje ya nchi. Kwa Afrika Mashariki, huu ni mfano unaoonyesha jinsi AFCON 2027 inaweza kuwa fursa ya ajira na ubunifu, hasa kwa vijana, ikiwa fan zones zitapangwa kwa weledi, kisasa zaidi na kuhusisha jamii za wenyeji. Morocco pia ilitumia AFCON kama jukwaa la kujitangaza kitamaduni. Sanaa, mavazi, vyakula na urithi wa Morocco vilionekana wazi katika maeneo ya mashindano. Wasanii kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika walipewa nafasi ya kuonesha kazi zao. Mfano hai ni msanii wa tingatinga kutoka Tanzania, Agnes Mpata, alisema kuwa AFCON ni fursa adimu kuonesha kazi zako nje ya nchi. Kauli hii inaakisi ukweli kwamba mashindano makubwa ya michezo yanaweza kuwa majukwaa ya kukuza sanaa ya biashara za ubunifu, jambo ambalo Afrika Mashariki inaweza kulipa kipaumbele katika maandalizi ya AFCON mwaka 2027. Bila shaka suala la malazi ni moja ya mambo muhimu inayotakiwa kupewa kipaumbele katika kuhakikisha AFCON 2027 inafanyika kwa mafanikio makubwa. Wingi wa hotel zenye hadhi ya nyota 5, 4 hata nyota 3 ni ishara ya uwepo wa huduma bora na ya amani kwa wageni. Morocco kama nchi walijipanga katika hili, kwani idadi ya hoteli zenye viwango vya kimataifa zilifaa katika kutoa huduma ya malazi kwa wageni, ikiwemo misafara ya kiserikali, timu za taifa zinazoshiriki AFCON, mashabiki na wadau wengine kede wa michezo. Afrika Mashariki inasifika kuwa na hali ya hewa nzuri ya kitropiki na joto.
Mandhari nzuri za fukwe ya bahari ya Hindi kwa Kenya na Tanzania, lakini pia ziwa Victoria kwa nchi zote, huenda ikawa kiburudisho cha utulivu kwa wageni, hususan hoteli zilizopo katika maeneo haya zikitoa huduma bora na yenye viwango vya kimataifa. Kwa familia za Afrika Mashariki pia hii ni fursa ya kibiashara. Kivipi? Kwa mfano, kwa kaya yenye vyumba 4, endapo vyumba 2 au kimoja kitakuwa wazi, basi mwenyeji anaweza kukaribisha wageni wake wakae kwa siku kadhaa kwa ukarimu mkubwa kabisa, huku akijipatia kipato. Hii ni moja ya njia nzuri katika kueneza utamaduni, ukarimu wa jamii husika, na wageni ndio kumbukumbu zinazobaki kwenye hadithi za wengi wanaokuja kwa ajili ya michuano ya AFCON. Moja ya maeneo ambayo nchi ya Morocco iliyapa umuhimu katika uandaaji wa michuano ya AFCON 2025 ni swala la usafiri na miundombinu yake. Sekta ya usafirishaji ilikuwa imara kabisa, kuanzia treni za umeme, mabasi ya mkoa kwa mkoa, na hata usafiri wa ndani ya mji husika ulikuwa imara na wa kuaminika. Miji 5 kati ya 6 ambayo ilikuwa mwenyeji wa michezo hii ya AFCON 2025, Casablanca, Rabat, Tanja, Fas, Marrakesh, iliunganishwa kwa usafiri wa treni za umeme. Licha ya umbali kati ya miji hii, lakini bado ilikuwa rahisi kusafiri kwenda mji ambao ungetaka, na hata kama ungependa kurudi siku ile ile. Nimepata fursa ya kujaribu usafiri wa uhakika zaidi, treni ya umeme hii kutoka mji wa Rabat kuelekea Marrakesh. Safari itachukua takriban saa 4 na dakika 2, na kwa msingi treni inakuja katika dakika ile ile ambayo imepangwa kuondoka na inafika wakati ule ule ambapo imepangwa kufika. Kwa kweli ni misingi ya kwenda na ratiba. Ni mambo mazuri ambayo East Africa inaweza kujifunza katika maandalizi ya AFCON ya 2027. Hii ni moja ya miundombinu, au unaweza kusema ni uwekezaji mzuri kabisa ambao umeendana na kiwango cha juu, kiwango cha kimataifa. Na uwekezaji huu si kwa ajili ya AFCON tu, ni kwa ajili ya wananchi pia baadaye. احنا مراكش عايشين فيه 40 سنه الحمد لله، احنا عايشين فيه الله يعمرها دار بلادنا احسن مدينه يا مرة. Kwa nchi za Kenya, Uganda, Tanzania zinaweza kujifunza kutoka Morocco namna ya kupanga miji kimkakati na kuhakikisha huduma ya usafiri kati ya mji inakuwa imara na uhakika wakati wote. Kujitosheleza kinishati pia ni moja ya hatua muhimu sana katika kuimarisha sekta ya usafirishaji. Mashabiki waliabiri kuelekea viwanjani katika mji husika kwa urahisi kabisa, huku wakiwa na fursa ya kuchagua kupanda basi, tramway, treni au taksi. Ni muhimu kutaja kwamba programu za kupata huduma ya usafiri zilikuwa nguzo muhimu sana katika kutoa huduma zenye uhakika kwa wageni ambao wana hofu ya kutotozwa bei kubwa wanapopanda taksi. I think we have a great coach. I think we have a great team. I think we've improved so much. And I'm Moroccan as well, so obviously I am going to believe in my, football team, like the teams that's representing my country. But yeah, and I think we're so good at giving support, and I think that really helps the team as well. It gives them motivation to do better. Like you saw, we won the Arab Cup. We've been doing really well in the World Cup. We have a lot of good players like Hakimi, like Saibari. This is a good team we have. We have Hakimi Ballon d'Or. This is we are together a strong team. Mafanikio ya Morocco hayakuishia nje ya uwanja pekee. Uwanjani
timu ya taifa ilionyesha matokeo ya uwekezaji wa muda mrefu katika soka la vijana, akademi za michezo, nidhamu ya kiufundi na uongozi wenye maono. Matokeo haya yameifanya Morocco kuwa moja ya timu zenye ushindani mkubwa barani Afrika na hata katika majukwaa ya kimataifa. Kwa Afrika Mashariki, kuandaa AFCON 2027 kunapaswa kwenda sambamba na kuwekeza zaidi katika maendeleo ya timu za taifa na soka la vijana, kwani timu imara huongeza hadhi ya mashindano na kuimarisha taswira ya nchi wenyeji. Kwa ujumla, Morocco imetoa somo muhimu kwa bara zima. AFCON si tukio la mpira pekee, bali ni mradi wa kitaifa unaohitaji maono, mipango na mshikamano. Kadri Afrika Mashariki inavyojiandaa kuandaa AFCON 2027, kuna fursa ya kipekee ya kuandika historia mpya ya kuimarisha miundombinu, kuunganisha mataifa, kukuza uchumi wa ubunifu na kuonesha sura mpya ya Afrika Mashariki kwa dunia. Swali kubwa si kama Afrika Mashariki inaweza kuandaa AFCON 2027, bali ni kama itaandaa AFCON itakayokumbukwa kwa miaka mingi ijayo kama mfano wa mafanikio ya Morocco.